Nimesikia na raha ya kukaribishwa, nimesikia na raha ya kuwa pamoja, nimefurahia sana ya kujua ya kwamba hakuna kitu ya muhimu inayokuwa kama kuokoka. Ambia mwenzako pembeni, hakuna kitu ya muhimu inayokuwa kama kuokoka. Mimi nakwambia, ama sikutanie, mimi nakwambia ni ukweli. Mimi nakwambia hiyo ambayo ninaamini, nikijua ya kwamba hakuna kitu ya muhimu hapa chini ya jua kama wokovu. Bwana asifiwe. Jameni, kwa Mlima Mzeituni tunaanza tangu mwanzo wa mwaka. Tulianza na kusema kwa ajili ya haki. Na nikisema kwa ajili ya haki, wanaita justice ama sheria. Tulianza na kusema na kuonesha tangu mwanzo wa mwaka huu namna gani sheria ilikuwa kitu ya muhimu sana ndani ambayo Mungu aliweka hapa chini ya jua. Biblia yakwambia kwamba kwa mwanzo wa yote mambo yote ilikuwa vurugeni. Biblia yasema la terre était informe et vide kwa Kifaransa. Maana yake dunia haikukuwa na hali. Na Mungu akasema, akaanza na kusema na mwangaza uwe. Alianza ya kwanza akasema na mwangaza uwe. Na mwangaza ukakuwa. Na hiyo kuwa ya mwangaza ikatuma mambo yanaanza onekana wazi. Bwana tuneemishe. Mungu akaenda na uumbaji na baada ya yote akasema akaumba mtu. Biblia inakwambia akaumba mtu kwa mfano wake. Na baada ya kuumba mtu akaona simuache peke yake. Akasema hapana. Akafanya kitu kwa umbavu ya mtu, akatoa hiyo wanaita mwanamke. Ambia mwenzako Mungu akafanya mwanamke. Alafu hapo kukakuwa wawili. Mungu akaona asiache hiyo hivyo. Ndio saa alisema mimi nitaweka sheria. Akaita mwanaume akamwambia mkule yote, mguse yote, mfanye yote, lakini kwa mti huu msifanye lolote. Msikule haya matunda. Bwana tunaemisha. Na hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa nini? Mwanzo wa sheria. Unajua, kwa habari ya kanisa, kwa habari ya uumbaji, tunasema kila siku tangu Mungu alifanya hivyo Bwana asifiwe. Ni sawa? Unajipiga sana pastor. Bravo sana. Kweli nimefurahia kufika kuwatembelea. Mungu aliona ya kwamba hivi wanakuwa wawili, haiko tena mmoja. Maana yake sharti niweke sheria. Unajua wakati wawili wanapokuwa, wakianza wawili tu, sheria inakuwa. Bana kwambia uchukue mwenzako kama wewe mwenyewe. Hiyo nataka kwa kufanyia wewe ndio tafanyia mwenzako. Si ndio? Hapo tunasema nini? Wawili. Maana yake wawili wakisha kuwa, maana yake kisha kuwa moja na mbili, na hapo kunakuwa sheria ambayo itafanya kusikue yule ambaye atasikia amezofika kufuatana na mwingine. Bwana tuneemishe. Maana yake wawili wakisha kuwa kwa mtambo, kunakuwa sheria. Na hapo Mungu anaweza akasema wewe hauna sheria na wewe uko na sheria. Mungu atuneemishe. Lakini sasa ikakuwaje Mungu akaweka watu ambao wataweka sheria kwa watu? Yes. Kwani Biblia inakwambia kwamba mambo yakaongezeka. Ule wakati wa uumbaji Mungu akaumba Kaini na Abeli. Biblia inakwambia
akaomba Mungu na Abeli akaomba Mungu. Sadaka ya Kaini ikaenda wapi? Ikafika mbinguni. Ya Abeli ikafika mbinguni. Kaini akasikia wivu, akapanga ndani ya moyo wake kumuua ndugu yake. Mungu akamwambia, fanya angalisho, fanya angalisho, kuna mabaya ambayo yakujia, lakini wewe panda juu yao. Nikwambia kwamba kunaweza kuwa mabaya kwako ndani ya maisha, inaweza kuia, unaweza kuwa na nia ya kufanya mabaya, lakini wanakwambia hauruhusiwi, panda juu yao. Mabaya ikikutawala unayatenda, lakini ukapanda juu ya mabaya unaweza ukaepuka kuyafanya, na itakuwa kwako njia ya heri. Bwana tuneemishe. Kanisa, hiyo ni kuambia hiyo habari yote. Nataka twende kwa kukwambia kwamba na Mungu akaona ya kwamba mabaya inaendelea chini ya jua, inaendelea chini ya jua, kwani kulikuwa watu wabaya, kulikuwa roho mbaya, kulikuwa pepo mbaya, kwani Mungu alifanya yote. Biblia inakwambia kwamba Mungu wakati moja akaona ya kwamba mabaya imepita, akaambia Noa jenga kanisa. Mungu akasema mimi hiyo yote nitaadhibu. Akaleta maji ya theluji, ikafanya nini? Ikaua watu wote, lakini Noa pamoja na manyama na hao ambao Mungu aliwaambia wakaingia ndani ya safina. Biblia inakwambia wakatoka kwa safina, lakini tena wale waliotoka kwa safina wakaendelea, na Mungu akasema hapana, mimi naona ya kwamba ndani ya mtu kuna kitu mbaya, na mimi sitaweza tena piga marufuku kama hivi. Biblia inakwambia kwamba Mungu akaendelea, na Mungu akaona siku moja ya kwamba ni sharti atafute watu ambao wataweka ndani roho yake, roho ya mzuri, kwani kunakuwa utawala wa mabaya. Mungu akaona mtu mmoja ambaye alikuwa, Mungu akasema tangu leo wewe unakuwa rafiki yangu. Akamuita Abrahamu. Mungu akafanya naye, anasema pact. Maana yake pact ni kusema nini? Upatanisho. Asante. Akafanya naye upatanisho. Mungu akasema tangu leo yule ambaye atakubariki wewe mimi nitambariki, na yule ambaye atakulaani mimi nitamlaani. Mimi naenda pamoja nao. Abrahamu akaenda kazaa Isaki. Isaki akazaa Yakobo. Yakobo akaanza, Mungu akamwambia wewe utakuwa baba wa wengi. Haleluya. Mungu akapata kwenda naye, kutembea naye Yakobo. Mungu akamuita Israeli, akawa baba wa watoto 12, na wale watoto 12 ikakuwa jamaa 12 za Israeli. Lakini zaidi ya hiyo kulikuwa na mwingine msichana ambaye alizala, jina yake Dina. Yeye alikuwa hapo, hakukuwa baba ya jamaa. Mungu akachukua ni wale vijana akawafanya wakuwe wa baba wa makabila 12 ya Israeli. Mungu akaendelea nao, akaona ya kwamba hapana, hapa kunakuwa kitu ambayo endeki. Ni sharti nianze sasa kuwachagua wazuzi, wale ambao watakaofanya nini? Watakuwa wajiji, nitawainua kati yao. Mungu akaanza kuinua wazuzi, akainua, ndio unasikia wa Gideoni na wengine. Hiyo tunasema ni habari ambayo ilikuja. Mwisho Mungu akaona hapana, hiyo haiwezekani. Mabaya inaendelea kunakuwa, ingawaje mimi nilifanya kukue na wale ambao wanaita wasacrificateur ama wanani wa makuhani, ingawaje ni waweke hapo, lakini mabaya inaendelea. Mungu akasema haya yote mimi nataka nikamalize. Mungu akasema nishuke peke yangu, na ndio tukasema katika kitabu cha Yohana sura yake ya 3 mstari wa 14, kwa maana jinsi Mungu aliutenda ulimwengu hata akamtuma mwana wake wa pekee, ili kila yeyote akamwamini huyo mwana asipotee, bali nini? Awe na uzima wa milele. Kama yuko nami nyosha mkono nasema amina. Hiyo ni hali ambayo Mungu alifanya, na huyo mwana akatujia. Na hapa sasa tunaenda katika kitabu cha Mathayo sura yake, wacha tufungue katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 16 na tusome mstari wa 21 hadi mstari wa 25.
Yule anaweza akatusaidia kusoma, nasema asante kwake. Mungu akubariki ndugu. Asante. Tuwe wima, tuheshimu neno la Mungu. Kitabu cha Mathayo sura 16 mstari wa 21 hadi mstari wa 25. Neno la Mungu linasema hivi: tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, wewe ni kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. 24. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. 25 mwisho. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Amen. Amen. Baba, asante kwa neno hili. Wacha liwe neno letu wa siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Asante kanisa. Ambia mwenzako kufanya vibaya kuwa hapa leo. Jameni, wacha na niwaambie, Yesu alikuja kuyachukua mizigo yetu. Yesu alikuja kuchukua dhambi zetu. Yesu alikuja kutuweka huru. Biblia inakwambia, nikwambia, hiyo tunayosema kwa ajili ya sheria tulianza kusema tangu mwezi wa kwanza. Namna Biblia inakwambia watoto wa Israeli walikuwa natoka Misri wanaenda Kana, wakapita ndani ya jangwa. Walipofika ndani ya jangwa, Biblia inakwambia Yethro baba yake mkwe na Musa akaona namna Musa alikuwa akifanya. Anaacha watu, anaenda kwa Mungu. Anatoka kwa Mungu, anakuja, anaanza sambisha watu. Anaanza fanya kazi ya sheria. Yethro akamwambia Musa, mambo unayofanya wewe utatuma, hutafikisha hawa watu mahali utawabeba. Akamupa shauri. Akamwambia, chagua watu ambao watakaosimamia hawa watu. Hawa watu watakaowasimamia, uwafunze ile agizo ambayo Mungu anakupa, lakini wewe mambo makubwa upate kuyabeba kwa Mungu na uje ukawaambie wao. Kwani ukiendelea peke yako hutaweza. Bwana asifiwe. Na ndio Yethro, Musa akaona ya kwamba ni vema. Yethro akamwambia, hao watu ambao utakaochagua, ya kwanza utafute watu ambao wanakuwa capable, maana yake wanaweza. Ambia mwenzako watu ambao wanaweza. Unajua, mara nyingi sana hapa chini tunakimbiliaga tukue. Unadhani ndaweza kukaramukia kwa hiyo pale kama sijafunzwa? Hapana. Ndaikaramukia kama nimeweza tayari, nimejua gisi ya kuipiga. Nimejua gisi ya kuipiga. Na kupiga hiyo ni sharti ukuwe capable. Kwani unaweza niambia wewe utakuwa unataka kupiga hiyo, lakini sijue namna ya kuipiga, haitakuwa na maana. Ndio kama na Yethro alimwambia, akamwambia tafuta kwanza watu ambao wanaweza. Mtu ambaye anaweza. Kwani mara nyingi sana tunachukuaga watu kwa sentiment. Unapenda kamate mtu tu juu ni ndugu yako. Unapenda kamate mtu tu juu ni wa jamaa yako. Unapenda kamate mtu tu juu na kabila yako. Unapenda kamate tu mtu juu unamuona anapendeza. Lakini atakuwa anapendeza lakini hawezi. Mungu atuneemishe. Yethro akamwambia Musa, kitu ya kwanza, chukua wale ambao wanaweza.
Akamwambia kitu ya pili, wale ambao wanaomcha Mungu. Ambia mwenzako, wanaomcha Mungu. Mtu ambaye anayemcha Mungu ni mtu wa ajabu, kwani anaweza kufanyia mabaya hapa, lakini akageuka, anaangalia juu, anawaza, anageuka na kuja kuambia unisamehe. Bwana asifiwe. Mtu anayemcha Mungu anajua kama hata kuwe chini ya giza, chini ya maji, Mungu anamuona. Hata kuwe anafanya mabaya mahali anapojificha, Mungu anamuona. Hiyo ndiyo kumcha Mungu. Nikikwambia kumcha Mungu, sikwambie Mungu ambaye mtu ambaye anatembea na Biblia. Hapana. Nakwambia yule ambaye anayemcha Mungu. Yule ambaye anayemcha Mungu anamcha Mungu ndani ya moyo wake. Kumcha Mungu ni tofauti na kuogopa Mungu. Halo. Unanifuata kanisa? Kumcha Mungu ni tofauti na kuogopa Mungu. Kuogopa Mungu unaogopa wasione, wasizani, wasiseme. Unanisoma kanisa? Ule ule anaogopaga Mungu ule. Juu watu waone. Lakini yule ambaye anajua nini unafanya nyumba makati unakuwa peke yako, hayupo. Unanisoma? Ni yule tu anayemcha Mungu ndiye anaweka ndani yake na anataka kufanya maagizo ya Mungu. Haleluya. Bwana atuneemishe. Yesu alimwambia, tafuta mtu anayefaa, tafuta mtu anayemcha Mungu, ambaye anayeogopa. Wanasema ennemi de la cupidité. Cupidité ndio nini tena? Mabaya. Hapana. Cupidité ni kutafuta ukuwe na vitu hata kama binakupita hivi. Kila kitu ikuwe yako. Unakuwa naona hii unataka ikuwe yako. Unakuwa naona hii unataka ukuwe yako. Unakuwa naona hii unataka uibebe. Na mara nyingi sana hiyo ambayo sisi tunayokosa ndani ya nchi yetu ni watu wa hivyo. Watu wanaofaa, watu wanaomcha Mungu, na watu wanaopigana kupiganisha cupidité. Alimwambia ennemi de la cupidité. Manake watu ambao hawapendi kila kitu ikuwe yao. Hawapendi ni wao tu ndio wakuwe wanaweka wengine, wakuwe wanapandisha wengine, wakuwe wanaangalia wengine, wakuwe wanasogeza wengine. Ndio alimwambia. Na mimi napendaga hiyo konsei sana ambayo Yethro alimwambia Musa. Jameni, hiyo ni wale ambao watakao washimamia. Biblia inakwambia Mungu aliona ya kwamba wale wanakosa. Mungu akasema, wacha nitume mwana wangu wa pekee, ili yule ambaye atamwamini huyo mwana asipotee, lakini huyo mwana akuwe muunganisho ya wote. Ambia mwenzako akuwe muunganisho ya wote. Na ndio Yesu akaanza kuambia sasa Mathayo, wanafunzi wake. Akaanza kumwambia namna ninavyoandika katika kitabu cha Mathayo. Akawakusanya, akaanza kuambia wajue ile ambayo itapitia Yerusalem. Unajua tukisema Yerusalem tunasema nini? Ambia mwenzako Yerusalem ni mungini wa amani. Yerusalem ni mungini. Lakini huyo mungini wa amani. Hakuna kitu mzuri hapa chini ya jua kama amani. Sisi wote kupigana, tunapiganiana ni kitu moja. Sisi wote kushimama, tunashimamiaga ni kitu moja. Tunataka tupate amani. Bwana tuneemeshe. Sisi wote nia ni moja, tupate amani. Tuongozwe na wale watu ambao wanaweza, ambao
wanaomcha Mungu, ambao hawataki yote ikuwe yao, tunajua ya kwamba tutapata nini? Amani. Bwana tuneemishe. Yesu akaanza waambia nini ambayo itafikia Yerusalemu, nini ambayo itafikia mji wa amani. Akaanza waambia, mimi nitaenda, lakini kanisa itanipiga, lakini wale wazee wa kanisa watanipiga, lakini mafarisayo watanipiga, lakini wale ambao wanaosoma Biblia watanipiga. Yesu akaanza kuambia. Hiyo saa tunafika saa tuko tunasema juu ya execution ya pen. Maana yake namna sheria ilipishwa kufanyiwa alafu inataka kutendwa. Hapa inakuwa saa ya Kristo anataka kwenda kutundikwa msalabani. Njia yake inaenea. Nani ambaye alisema atundikwe? Ni watu walisema watundikwe. Biblia inakwambia Pilato akasema, kwa siku ya leo tunazoea kufungua mtu mmoja kwa siku ya leo, na tuna watu wawili hapa, ama Baraba ambaye alikuwa mnyang'anyi, ama huyu ambaye mnasema ni mfalme wa Israeli, mfalme wa Wayahudi. Akauliza watu, nimfungue nani? Watu wakalalamika wakasema, umfungue Baraba. Biblia inakwambia Baraba alikuwa mnyang'anyi. Biblia inakwambia alikuwa mwizi. Biblia alikuwa mtu wa mabaya. Manake watu wakasema, sisi tunataka tuishi na yule ambaye anatendaga mabaya. Umwache yule ambaye anafanyaga mabaya abakie na sisi. Yesu akasema, sasa huyu mimi sione. Pilato akasema, huyu mimi sione mabaya ambayo alifanya, sione nini anafia. Aliwaponyeshea wagonjwa, aliwaoneshea vipofu, aliwapa chakula wale ambao waliokuwa na njaa, mikate na samaki. Alishimamisha hata yule ambaye alikuwa na gonjwa miaka 12, damu ikakauka. Hiyo ambayo alifanya, mimi sisikie mabaya ambayo alifanya. Huyu mnataka tumufanye nini? Watu wakalalamika, asulubiwe, asulubiwe, asulubiwe. Mimi sisikie mnasema asulubiwe. Pilato akasema inawaangalia. Na sasa kama huyu hana makosa, mnataka asulubiwe, lakini hana makosa, mnataka mimi nifanye nini? Watu wakasema damu yake anguke juu yetu na juu ya watoto wetu. Watoto wao walifanya nini? Hakuna. Wakawaweka ndani ya laana. Pilato akasema sawa. Wakamchukua, wakambeba. Na Yesu mbele hapo alikuwa amekwisha kuambia wanafunzi, hiyo ambayo itanifikia. Na akasema nini hapa kwa verse ya 25? Yule ambaye anataka nifuate, achukue msalaba wake, akuje anifuate naye. Wacha nikwambie jameni, ambia mwenzako msalaba wako utauchukua. Akamwambia yule ambaye anataka nifuate, achukue msalaba wake. Alianza kusema ajikane. Maana yake ajiachilie. Maana yake ajisahau. Kwani wacha nikwambie, ndani ya maisha yako, kama hujapita hiyo wakati, lakini nakwambia utapita wakati ambayo inapaswa kujikana peke yako ili ufate Kristo kwa njia yake. Itakubidi ujisahau. Itakubidi uache kujiangalia. Itakubidi ujiache na ujisahau lote ili uchukue msalaba wako wa kufuata Kristo. Hapa watu watakuwa nakwambia, unafanya nini? Unakuwa je? Watakuwa wanakuchekea namna walivyomchekea. Watakuwa wanakudharau namna walivyomdharau. Watakuwa wanakuzomea namna walivyomzomea. Watakuwa wanakuzimtilia kusema, sujitoshe sasa kwa ile, mbone wewe huyu sasa unaisha.
namna waliofanya hivyo hivyo na Kristo. Lakini jua ya kwamba hiyo saa ni saa yako ya kuchukua msalaba wako, ya kwenda hapo pamoja naye. Bwana asifiwe. Unajua kanisa, mimi napendaga Kristo sana. Nakumbuka siku moja nilikutana na rafiki yangu moja. Akaniuliza, akanifuata pembeni. Akaniambia, nataka rafiki yangu, nataka uniambie. Nataka, niko mbele yako saa hii, nataka uniambie. Nikamwambia, sema. Akaniambia, ulikuwa Bulaya. Uliishi Ulaya. Ulikuyaga fanya nini Kongo tena? Ulikuyaga tena kwa nini? Jameni, hadi leo siapataga jibu kwa hiyo swali. Hadi leo hii. Ulikuyaga fanya nini tena? Lakini mimi najua kitu moja, ya kwamba yule ambaye aliyenibeba, yeye ndiye aliyeniambia nirudi. Lakini hakuniambia nirudi juu yangu, akaniambia nirudi juu yako. Hiyo ndiyo ambayo najua. Ile ingine mimi sijui. Lakini nikikuwa hapa nikubariki leo, wewe waliyekuwa kwa kanisa la Mlima Mzeituni Kasihe, nikikuwa hapa nikubariki leo, jua ya kwamba nilikuja ili Mungu anipitie ndani upate kubarikiwa kwa siku ya leo. Kukua hapa, wacha nikwambie, unaweza dharauliwa, zomelewa, onelewa wa nje, onelewa hauko kitu tena. Lakini najua kitu moja, ya kwamba yule aliyeniambia nikuje, aliniambia mimi nitatumika pamoja nawe na nitakuwa pamoja nawe. Hiyo ndiyo msalaba yako nawe, na nimeipokea. Bwana tuneemishe. Kwa hiyo execution ya akte ya Kristo, alipaswa kwenda kuchukua mizigo yetu. Lakini nini? Hiyo siku ilipaswa kufika. Alipaswa kuchukua dhabihu yetu, kuchukua yote iliyokuwa mizito kwetu. Hiyo siku ilipaswa kufika. Wacha nikwambie, walimlaumu. Biblia inakwambia kwamba kwa njia aliposhika msalaba, wakaona ya kwamba anateswa. Wakaleta mtu mmoja alikuwa anapita, jina yake Simon de Sirene. Wakamwambia, kuja umsaidie. Simon alipochukua msalaba, alipochukua hiyo, ametembea akamwangalia. Nadhani ndani ya moyo wake akasema, huyu bwana iko nguvu bwana. Hii yote iko naibeba na naiweza. Lakini Kristo alipaswa kuibeba. Wacha nikwambie, mzigo wako ni mzigo wako, na hakuna mwingine anaweza kuweza mzigo wako. Ambia mwenzako, hakuna mwingine anaweza msalaba wako. Niliwaambia wenzetu siku ya Mungu, niliwaambia uchukue watu 5, ushimame. Mtu 1, 2, 3, 4, 5. Alafu wewe shimame hapo, uanze uliza wale watu 5, wewe niambie habari yako. 1. Wa pili, wewe niambie habari yako. 2. Wa 3, wewe niambie habari yako. Bwana asifiwe. Ukiambia watu 5 wakwambia habari yako, shida zao, nakwambia watakuwa wanatoka kwako, unasema mimi sina shida, kwani shida yangu iko kidogo kufuatana na hii. Ukisikia ya huyu mwingine utasema heri mie omwe yangu kuliko ya huyu. Na mimi nikikuja kukwambia yangu, utabaki unasema mbona mimi nakuonaga uko bie. Omwe mie yangu. Unanisoma? Kwa nini? Kwani kila mtu anapataga shida
kadiri na gisi anaweza kuitatua. Biblia inakwambia hakuna jaribu ambayo utapata iliyozidi mamlaka yako ya kuichinda. Hiyo ambayo mimi napata kama shida, Mungu anajua ya kwamba mimi nina kapasiti ya kupanda juu na kushinda hiyo shida. Amen. Na hiyo ambayo wewe unapata, Mungu anajua ya kwamba wewe nao pia unakuwa na kapasiti ya kuishinda. Ndio kwa maana unaipata. Na ndio kwa maana naacha uipate. Kwani ukaishinda, utasema huko mshindi katika yeye aliyekupa nguvu. Kama yuko nami nyosha mkono sema amina. Mungu anatuneemisha jameni. Na mimi nataka leo Mungu na wewe apate kusimamia hiyo ambayo alifanya na Kristo, akamubeba, akamweka kwa msalaba. Biblia inakwambia hakuna kitu mzuri, neno mzuri Kristo alisema kama aliposema yote imetimia. Ila tu accompli. Yote imetimia. Maana yake hakuna tena kitu ambayo inaweza kukusumbua wewe ukaiweka mbele za uso wake na kumupa. Ataichukua na atakutendea mema. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kwa maana kanisa, kwa siku hii ya leo, kweli nakwambia nimesikia nimebarikiwa kukuwa pamoja nawe. Na mimi nataka na wewe sasa upate kubarikiwa. Ndakuomba usimame. Ewe mwana wa Mungu, Baba, ewe mwana wa Mungu Baba, oh sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe kweli, mavuno ni mengi sana, watenda chache ita wengi Bwana, waingie shambani. Mavuno ni mengi kweli, ita wengi Bwana, waingie shambani. Sifa zina wewe kweli, Baba, oh sifa zina wewe Baba, tuombe kwa bidii sana, atume watumishi kati shamba lake. Tuombe kwa bidii kweli, mavuno atume watumishi kati kazi yake. Sifa zina wewe kweli, Baba, oh sifa zina wewe Baba, Bwana Yesu yuhaja, ujira kulipa watumishi kama kazi zao. Bwana Yesu yuhaja kweli, oh sifa zina wewe Baba,
Oh, sifa zina wewe kweli. Oh, alitoka mlima mzituni akaenda Getsemane. Na kwa Getsemane alikutwa. Na ni kwa ajili yako alipata kujitoa. Walimtoa ndani ya mji wakambeba Golgotha. Mahali wote waone ya kwamba yeye amedharauliwa. Mahali wote waone ya kwamba yeye amechukua yote kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kwani yeye ni mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Yeye aliyekuwa Mwokozi na Kristo apate kudharauliwa. Na ndio kwa maana nakwambia wewe leo hii ambayo wasikia mzigo umekuwa mzito, wasikia umeshindwa kwa njia ya kutembea na kwenda kwake, naomba unyoshe mkono mahali ulipo, ili tupate kuomba na tumwambie Mungu akuwezeshe. Asante. Asante. Oh, asante. 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 Wewe wasikia umedhoofika, wajiuliza utafanyaje, wajiuliza nini yatokea, na wasema ndani ya moyo wako, kwa nini mimi tu? Naomba unyoshe mkono wako, kwani najua ya kwamba huyo Mungu anabaki kuwa mwaminifu, hata kuacha kamwe. Alisema nitakuwa nawe siku zote hadi mwisho wa dunia. Najua ya kwamba aweza yote, hakuna kitu kilichokuwa ngumu kwake. Najua ya kwamba atakupa nguvu. Nyosha mkono wako, tuombe Mungu. Baba, 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 nakuja ni kwako wewe Baba. Nakuja kwako kwani watuona, watujua, watutambua. Mahali hii kwa siku ya leo, ninaombea kila yeyote ambaye ananyosha mkono na kusema Baba, ni nini na mimi? Nini ambayo imenifikia? Nini ambayo ni kwa nini mimi? Kwa nini uzito wa mzigo? Walilalamika asulubiwe afe. Baba, waliniona wakaniweka kando, wakanifanya mimi niwe dharau. Nakuja kwako leo. Ulisema kujeni kwangu nyote mna mizigo na mlemewa, na mimi nitawapumzisha. Na ndio kwa maana nakuja nao leo, wale ambao wanaonyosha mikono yao na kusema Mungu unionekanie, na kusema Baba nimechoka. Ndani ya moyo wao wajisikia wamedhofika. Nakuja nao kwako leo. Le pilier de toute condamnation est mis sur la croix. Hiyo hukumu yao yote umeichukua msalabani, kwani wewe ni Mungu wataka kuwaweka huru. Oh Kristo, ndio kwa maana leo naomba damu yako iliyomwagika kwa Golgotha, damu ya samani, iwaoshe na iwaweke huru. Naomba Baba uwafanye kuwa vyepesi. Biblia inaniambia kwamba ndani ya mbavu zako kulitoka maji na damu. Damu ya kuja kuwasafisha
na maji ya kuwaosha na kuwafanya upya tena. Mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Yesu aliye hai, mfalme aliye hai, naomba leo Baba umiminie Roho wako ndani yao, waone ukuu wa mkono wako. Haleluya! Mahali yote waliozofika ndani ya mili yao wapokee uponyaji. Wale waliolia na kusema yuko wapi Mungu wangu, waone uso wako, watoe ushuhuda. Wale ambao waliosema Baba, mbona umetuacha, nchi imeteketezwa, Mungu wangu wape viongozi waliofaa, usimame nao, utembee nao. Waendapo Baba, milango yao ifunguke, wajue ya kwamba siku ya leo uliwatendea miujiza, waone baraka ndani ya maisha yao. Wema wako wapita yote. Asante, kwani wewe wabaki mwaminifu, katika jina la Yesu, amen. Barikiwe. Nakutafuta sana, uko wapi? Mungu anakutafuta sana, uko wapi? Usifanye moyo mgumu, ndugu yangu, njoo. Duniani kote